kumbuka taarifa hiyo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tujue hali iko namna gani kwa jirani. Kwingineko ni kwamba hali ya taharuki imetanda katika mji wa Namanga mpakani mwa Kenya na Tanzania baada ya maandamano kuzuka mapema hii leo kufuatia Wakenya kuzuiwa kuvuka kuingia nchini Tanzania. Mvutano huo ulitatiza shughuli za usafiri na biashara na kuacha wakazi pamoja na madereva wa malori wakiwa wamekwama kwa saa kadhaa. Mike Kagongo anaripoti kwa kina kuhusu hali hiyo na onyo kali kutoka kwa serikali ya Kenya dhidi ya hatua yoyote ya kuvunja amani eneo hilo. Katika kituo cha mpakani mwa Kenya na Tanzania cha Namanga ambacho kwa kawaida huwa na shughuli nyingi, hasira na taharuki ziliongezeka Alhamisi asubuhi pale mamia ya wasafiri na madereva wa malori walipozuiwa kuingia Tanzania, hatua iliyochochea maandamano upande wa Kenya. Sisi hatuna uhusiano wowote na hiyo uchaguzi wa Tanzania, na imetupata kwa bahati mbaya kwamba imetuingizia hata sisi hasara. Hii maandamano, wale wanaandamana wanakuja huku, vijana wanachanganyikana, so Wakenya wanaumia, au maaskari wanarusha vitu huku Kenya, na inasababisha sana biashara iadhirike. Wakazi walilaumu mamlaka ya Tanzania kwa kile walichokiita kizuizi ambacho hakikutarajiwa na kilichozuia harakati za kuvuka mpaka. Waache kutupatia gas Kenya. Sisi ndio tunaumia ndio. Sasa mtoto amepigwa kutoka. Maandamano hayo yaligeuka vurugu, vijana wakiwasha matairi barabarani huku polisi wakiingilia kati kutawanya umati. Ile njia utazuia kutoumia, msikaribia wapi? Mpakani. Pale kwa mpaka. Kenya ambaye imerushwa usikimbile ushuke, ukitaka kurusha wapi tena huko? Huko, sababu itakuumiza. Biashara na usafiri zilisimama kwa muda huku hali ya taharuki ikizidi. Kufuatia machafuko hayo, katibu katika Wizara ya Usalama Dr. Raymond Omolo amewaonya Wakenya dhidi ya kujaribu kusababisha vurugu katika maeneo ya mipakani. Anyone who might want to be engaged or participate in any form of protest or demonstrations, let's do what the law allows us to do. Akizungumza mjini Mombasa, Omolo amesema yeyote atakayevunja amani atakabiliwa na mkono wa sheria, akiongeza kuwa vyombo vya usalama viko macho kuhakikisha utulivu unarejea. Our officers are competent enough to deal with any situations. If there will be any inconveniences in terms of movement of cargo and people, I believe that the officers at our points of entry and exit must be able to advise those who are moving. Wakati wafanya biashara wakihesabu hasara na wasafiri wakisalia kukwama, macho yote sasa yameelekezwa kwa mazungumzo ya kidiplomasia na usalama kati ya Nairobi na Dodoma ili kupata suluhisho la haraka na kuzuia mvutano zaidi. Mamlaka za Kenya na Tanzania zinatarajiwa kutoa taarifa rasmi kuhusu hali ya mpaka wa Namanga baadaye. Mike Kagongo, TV47, Nairobi. Asante sana Mike Kagongo kwa taarifa hii.